habari ya asubuhi. Njema kabisa kwa upande wako. Mimi ni mzima kabisa, na mimi ni heshima yangu kukupa saizi nafasi wewe uweze kumsalimia mtazamaji kupitia kamera ile mbele yako na kujitambulisha wewe ni nani. Kwa jina langu naitwa Baraka Mwajeka. Mimi ni mwalimu by profession, lakini pia ni life coach, mshauri na lakini pia ni mwandishi wa vitabu. Asante sana. Na leo nataka ninapendelea tusimamie hapo kwenye ualimu hapo. Umuhimu wa kutambua kusudi la Mungu kwa mtoto. Tunaweza kulitambua kusudi la Mungu mtoto anapokuwa mdogo? Ndio. Na ni namna gani tunaweza kumsaidia mtoto huyu kuweza kufikia hatima yake? Okay. Katika taaluma ya ualimu unajifunza pia masuala mazima ya saikolojia ya mtoto. Okay. Unajifunza mtoto na mfundishaje, mtoto na kaje naye, kwa sababu kama mwalimu kiwapo mazingira ya shuleni, unachokifanya ni kwamba unaenda kwenye saikolojia ya mtoto na unakuwa kama yeye ili uweze kuendana naye. Huwezi kaenda pale kama mtu mzima, sio unataka kukifu fulani, lazima uangalie saikolojia ya mtoto ikoje. Sasa kujua kusudi la Mungu ndani ya mtoto pia ni rahisi vile vile, kwa sababu Mungu alitujua hata kabla tujafanyaje, hatujazaliwa. Kwa mimi naamini kwamba hata mtoto mdogo ana kusudi la Mungu ndani mwake. Sasa sisi kama walimu, walezi na wazazi na jamii kwa ujumla, kazi yetu ni kumtengeneza mtoto kutembea katika mfumo wa kumsaidia yeye kukubali wito wa Mungu ambao amempa ndani mwake. Maana kikubwa anasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio njia ikupasayo mzazi. Maana yake mtoto ana njia yake, ndio kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Hiyo njia alionayo ndio njia inayompasa yeye, sio njia itupasayo. Hajasema itupasayo. Njia impasayo ili atoiacha hata akiwa nini mzee. Maana yake ni kusudi la Mungu hilo ndani mwake, hata liacha hata akiwa mzee. Kwa kazi ya jamii, wazazi na watu wote ni kumsaidia mtoto kutembea kwenye ile njia sasa. Okay. Kwa kazi ya mwalimu ni kumfundisha mtoto, sio masomo tu. Je, unamtengenezeaje njia yake kwenda kwenye hatima yake kesho? Kwa ni kazi yetu sisi kuangalia kila aina ya mtoto, kwa sababu kuna aina watoto tofauti sana shuleni. Kuna aina watoto ambao wanaelewa mambo kwa kusikiliza. Kwa hiyo usipofundisha vitu kwa kusikiliza, umempoteza. Maana yake hata kuelewa. Kuna watoto wanaelewa mambo kwa kuona. Kwa hiyo iweze kuelewa vizuri, wewe mwalimu mtafutie picha, mtafutie kitu fulani ambacho kinaonekana kama ka video fulani, hata kuelewa vizuri. Alafu kuna wale wanafunzi ambao wanaelewa kwa kutenda. Yaani umemfundisha kwa kusikiliza, amesikiliza hajaelewa. Umemletea picha na video hajaelewa, ila mwambie fanya hicho ulichofundisha sasa. Anafanya vizuri. Sasa unaona sasa hivyo. Kwa katika hawa aina kuu tatu hawa za watoto, kila mmoja na mtoto ili aweze kujua kusudi na umtengeneze mtoto katika kutembea kwenye kusudi, maana kuangalia anaelewaje. Ili umfundishe sawa sawa na anavyoelewa, akuelewe na wewe. Akikuelewa wewe, utamsaidia yeye kutembea kwenye mfumo mzuri wa kutimiza kusudi lake duniani. Kwa maana yake nikiingia darasani kufundisha, lazima nijue aina hizi tatu za wanafunzi wako darasani kwangu. Kwa nitafanya vyote kwa pamoja kwa umoja wao wote. Na baadaye baada hapo nitagundua tu leo nimetumia zaidi njia labda ya video na nini. Hii haijatosha. Kuna mwanafunzi ananifuata, mwalimu mimi sijaelewa. Na sio mbaya. Mwalimu mwingine akiambia mimi sijaelewa, na sasa mimi kumbe sieleweki. Sio mimi sina mada ya kufundisha. Mimi nimesoma na degree. Sio na nini? Sio issue ya kulalamika, ni issue ya kuangalia huyu mtoto anaelewaje. Kwa mtoto ana kusudi la Mungu ndani mwake. Na namna pekee sisi ni kwamba tunakaa naye. Tunaangalia huyu mtoto anakaa katika mazingira gani cha kwanza. Kwa sababu saa nyingine anaweza akawa kwenye hizi aina tatu, lakini kulingana na mazingira alionayo asikuelewe, kwa sababu akili iko nyumbani au akili kwenye matatizo fulani. Nakumbana kesi, mtoto anatoka nyumbani, ametoka nyumbani kumtibu mama yake, amepigwa na baba yake. Ametoka na mkanda, amechelewa shuleni, mwalimu samahani, anaingia darasani za 4. Sasa 4 na ukimwangalia ku fluctuated. Vipi, shida nini wewe? Nilikuwa nyumbani, mama anaumwa nini? Unakuja ukaa naye, amepigwa. Mama yake amepigwa kwa alikuwa na mkanda. Mama yake anamuandaa awe katika hali nzuri. Huyu mtoto kusudi la Mungu hawezi kutimiza, kwa sababu anaanza kutimiza kusudi la mzazi. Yaani issue ni kwamba hata mimi mwalimu siruhusiwi mwanafunzi atimize kusudi langu. Nimruhusu atimize kusudi lake yeye, ila mimi namsaidia tu kulitimiza. Kwa mzazi hatakiwi kumfanya mtoto atembee kwenye njia yake. Mimi ni mchungaji, lazima niwe mchungaji. Mimi si ni mwanauchumi, lazima uwe mwanauchumi. Wazazi wengi wanakoseaga hapo. Mimi lazima utemfaulu hesabu. Sasa kama hawezi, tamlazimisha.
utamfundisha kila ambacho anakiweza, anakipenda, na gundu anakipenda, anatumia muda mwingi hapo. Yaani saa nyingine wao tunawaacha watoto tu darasani. Tuone tu, je, wakiwepo wenyewe wanafanyaje? Shana mwingine yuko anachora, mwingine yuko anaandika, mwingine anakuletea kabisa ameandika. Mwalimu, nimekuandikia hii. Mwalimu wangu nakupenda, unafundisha vizuri. Sasa mtoto amekuaje? Yaani inakuaje mpaka anapata muda anaandika? Unagundua ni mwandishi mzuri sana huyo. Okay. Kuna mwingine akasimama mbele ya watoto wenzake anapenda kuongea. Jamani, leo nataka niwahadisie hadithi. Wako peke yao hapa. Na ndio maana mtoto anafanya vizuri akiwa nje, yani asipojua yuko chini ya control yoyote. Kimwacha wenyewe bado unagundua tabia za watoto zikoje na unafanyaje kama mwalimu. Anafundisha mbele za watoto pale. Mimi jamani nimeelewa hivi. Hesabu, haya wewe jibu. Ujiwaambie afanye. Yeye kajitokeza mbele, wewe jibu. Usifanye nini? Haya, kusanya daftari. Sawa sawa. Na sasa mwalimu, pengine wewe umepata na bahati ya kuweza kujua elimu hii kwamba mtoto pia ana kusudi la Mungu analoliishi na ni vema kuliheshimu. Lakini je, na umepata nafasi ya kulifahamu hili kwa sababu ya mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Ndio. Lakini je, walimu wote ambao ni walezi wa watoto wetu wakiwa mashuleni wana mahusiano mazuri binafsi na Mungu wao kiasi ambacho wanaweza wakajua kusudi la mtoto na namna ya kuweza kulitunza? Hapana. Kwa sababu inakuja kuwa ngumu pale ambapo kama mtu anajitoa kwenye chanzo. Sisi chanzo zetu ni Mungu. Sasa kama unajitoa kwenye chanzo, maana yake ya maji yanaweza kakauka. Yaani maji yana chanzo chake. Afu kayakatia chanzo chake. Maji yataendelea na mwelekeo tofauti na mwisho siku atapotea kwa sababu hayana chanzo. Na ndio maana moja ya jambo atumshauri mtu, dini fulani sio na Mungu ana connect vipi na Mungu sahihi, kwa usahihi, kwa sababu watu wanamtafuta Mungu lakini hawamuoni kwa usahihi. Na ndio maana bado watoto wanajishwa na ubina kila kitu. Sasa mwalimu kama mwalimu, taaluma itoshi peke yake kuweza kujua kwamba najua mtoto yuko hivi, najua yuko hivi. Kwa sababu kinachosababisha mtoto azidi kuingia kwenye changamoto ni baadhi ya walimu ambao wao wenyewe hawajui kusudi la Mungu wao. Sasa naona tatizo yuko pale kwa ajili ya hela. Apate mshahara, amalize, aondoke zake. Kwa kiingia darasani na makasiriko. Mimi nimefundisha na walimu wa hivyo. Anafika pale, kwanza hajajiandaa. Unajua hajajiandaa. Leo nataka kujifunze barua. Sawa? Sawa. Haya, Baraka njoo. Naitwa mimi pale mbele. Haya, waelekeze wenzako. Jamani. Mimi mwenyewe sijui mwanafunzi. Mwambie waelekeze wenzako. Sasa kwa sababu nina uelewa wa hicho kitu. Sasa nilikuwa nafanya hivi. Nikigundua mwalimu anakuja, najiandaa, nachukua kitabu kile naangalia mada inayofuata. Najua nitaitwa tu. Kwa nenda nawafundisha wenzangu pale mbele, jamani Baraka hivi. Mmeelewa zoezi? Sasa mwalimu wa hivi hawezi kujua wanafunzi wake wakoje. Hana muda na wanafunzi. Hata matatizo ya wanafunzi wake ni kero. Mwanafunzi anakuambia, kwani amelala darasani mwanafunzi? Kama mwanafunzi anapenda kulala darasani. Okay. Anamkamata fimbo 10. Sasa mtoto anakuja anachanganyikiwa. Mimi kosa langu ni nini? Mwalimu mbona hajui mimi shida yangu ni ipi? Mwalimu samahani, naomba nikueleze, unielezee nini kofi, matusi, toka kule, adhabu. Haya anza kutambaa. Sasa hujajua shida ni nini, mtoto kalala. Kumbe mtoto kakesha. Anafanya kazi za nyumbani, anaambia usilale, maliza hiki, kapangiwa kazi hivi nyingi, hujui. Okay. Unaona shida inapokuja kuanzia. Kwa hiyo mwalimu asipojua yeye kusudi la Mungu, atamchanganya zaidi mtoto. Tena ni bora amfundishe tu amwache na mtoto. Lakini akianza kujihusisha na mtoto sawa sana na vile alivyo ndani mwake, amekasirishwa huko ndani kwenye familia yake, ana mauzi, sio amekasirika, ametoka mume wake amemchanganya, anakuja kwa watoto na wachanganya tena. Mtoto huyo hataelewa kwa sababu nyumbani na shuleni ni sehemu kuu mbili mtoto anatumia muda mrefu kuwepo. Sasa shuleni ndio mtoto anatumia zaidi ya masaa 10. Mzazi kwa atapata muda labda saa 1, amefika mtoto saa 2 mtoto anapumzika. 10 tena kesho. Sasa kama walimu hawa watazidi kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa na mazingira, labda sio utashangaa mwingine mtoto kuna walimu wametokea kabisa nimewaona, anasema yani mimi mshahara wangu mdogo sana, ni mdogo. Mshahara wangu mdogo afu na nyinyi mnanitesa, mshahara wangu ni mdogo. Sasa ni watu. Wewe mwalimu tufundishe na ulikubaliana kutufundisha. Fundisha. Mshahara wangu mdogo mnanilipa. Yaani mimi nifundishe sana ili waje. Nifundishe sana ili waje. Mwalimu yuko darasani anaeleza watoto au mwingine anaelezea, jamani ndoto yangu ni ngumu sana." Anasema darasani. Yuko darasani. Au mwingine anasema mimi hapa nina shida sana yani. Mnaweza hata mkinichangia 100 hivi. Ni sio kwamba ana hela, ni huka yake tu anapenda kusaidiwa hivi.
Sasa tangu lini mtoto amsaidie mtu mzima? Wakati sisi watu wazima ndio tumsaidie mtoto kuishi kusudi lake. Maana yake shida nyingine inayokuja kuanzia ni kwamba sasa hivi walimu na wazazi wanachukua matatizo wanawekea wanafunzi. Sasa mwanafunzi atatimiza kusudi la nani? Kwa sababu atakuwa anafanya ili kumfurahisha mzazi na mwalimu. Alafu anasahau kusudi lake ni nani. Okay. Na kuna namna nyingine ambapo nyinyi walimu ambao naweza kusema mmepata bahati ya kuweza kumjua huyu Mungu na kuweza kujua kwamba kumbe mtoto pia ana kusudi. Kuna namna ambavyo mnaweza kuwasaidia wanafunzi hata pengine ambaye sio wa darasa lako, lakini unajua kabisa yule mwanafunzi kuna namna anapata shida kulingana na mwalimu ambaye anajihusisha naye. Mnafanya nini ili kufanya huyu mtoto pia akae sawa? Swala lazima, kwa mfano mimi ni mtaalamu shule. Kwa maana yake sisimamii darasa la moja tu au masomo na wafundisha peke yake. Okay. Napitia afu anauliza, kwa nini somo fulani mnafeli? Mwalimu fulani mwalimu haeleweki. Kwa nini haeleweki? Yuko na tabia 1 2 3. Okay? Hizi tabia zimetoka wapi hizi? Ngoja nikae na mwalimu. Mwalimu kuna shida fulani? Hakuna. Nitajua tu. Lengo ni nini? Ni kumfanya mtoto awe salama. Okay. Mtengenezea mtoto hata akitoka nyumbani ajielewana na wazazi wake. Akifika shuleni, hiyo ni sehemu ya yeye kupumzika. Hii ni sehemu nzuri, naweza nikakaa niko salama. Wazazi wengine wanakuambia, mimi nimeshavuruga mwalimu hapa. Mimi nishavurugwa. Wewe mtoto, haya soma huko. Ndo anafika hapa anampeleka mtoto darasani. Kamleta hapa. Usinichanganye, nishavurugwa mimi. Haya darasani. Mtoto kashavurugika nyumbani. Kwa kama mwalimu hapaswi kuzingatia tu mtoto kaingia darasani tu peke yake na kwanza kumpiga. Na ndio maana mimi sipendi walimu wanaingia kumpiga wanafunzi tu bila hata kuuliza. Fimbo sio suluhu ya kumsaidia mtoto. Jua tatizo. Hii tatizo aka nikauzembe hajafanya, mpige. Hapa mbona imekuwa hivi? Hii sio kawaida. Fuatilia tatizo kwanza, alafu kaa naye. Uwezi kumshauri, mpeleke kwa mwalimu ambaye anaweza kumshauri. Kuna walimu pana na hekima sana, anajua kabisa mimi siwezi kushauri. Baraka samahani bwana, mtoto. Kaa naye kidogo, ongea naye mmoja, mbona ana shida? Mbona sasa mpaka anakuja kuulizana ofisini. Kwa nini masomo yako anafaulu? Masomo ya Mwalimu Baraka ni rahisi sana. Wewe wanafaulu ni rahisi sana. Kumbe mimi najua wanafunzi wangu sasa hivi hawako kwenye mudi ya kusoma. Kwanza mwalimu aliyetoka wachanganya. Sasa mwalimu ndio kipindi changu cha pili. Washachanganywa huko, nafanyaje? Naanzaje? Hapa naona okay. Natengeneza kama mchezo. Tutazunguka darasani, zunguka. Kama ni watoto tutazungukana. Kama ni watu wazima utapiga nao story. Kuna story tunapiga nao, watacheka, watarudi on mood, utaendelea. Ndio maana kuna baadhi ya walimu mpaka sasa kuna kesi eti mwalimu anatembea na wanafunzi. Unajua kwa nini? Katoka nyumbani kagombana na mke wake. Anatafuta mtu ambaye anaweza kumreplace mke wake. Okay. Na hasa ni nani ambaye ana majukumu ya kuhakikisha analilinda kusudi la huyo mtoto? Kwa habari ya malezi, kwa habari ya kumshauri, kwa habari ni nani hasa aliye na majukumu? Yaani hapa ndi mbili zote tuna majukumu. Okay. Maana yake mimi na kazi ya kumsaidia mtoto awe salama, lakini akirudi nyumbani aendeleze pale nilipoishia. Ndio maana tuna vikao vya wazazi pia. Okay. Wazazi tukae hapa mezani. Hawa watoto wana akili sana. Mtoto wako uko vizuri. Kwa nini akirudi likizo anakuwa na tabia za ajabu? Kwa mfano sasa kutoka nyumbani hivi wamechanganyikiwa. Yuko nyumbani aelewi, shuleni yuko hovyo, aeleweki, amesahau vitu. Unakuja kugundua kumbe shida sio sisi. Shida ni huko nyumbani. Mtoto kuanzia asubuhi anashinda na katuni tu. Sasa mtoto atakuwa bora kiubongo kweli. Katuni sio mbaya, lakini itumike muda mfupi wa yeye kurefresh. Mpe mtoto vitu vya kufanya. Mwache afanye. Unaona? Nimemtengenezea labda homework, sisi atafanya homework. Atafanya muda wa homework anaopata atafanya. Lakini kuna muda ataka kufanya kitu kingine tu, unamwacha. Mzazi awe makini kuangalia mtoto wangu. Mimi anavuta na vitu gani? Kwa nini unaweka katuni anaondoka kwenye katuni? Usilazimishe. Sasa kuna watu wanasema usitoke nje, katuni hizi hapa. Wale wako uache. Sasa uwezi jua umeshamwekea mtoto mazingira nyumbani. Mwache. Afu muangalie anapenda kufanya kitu gani. Unaona, mara anaandika, anachora, mara kaenda hapa. Mama angalia nimeandika. Mtoka huko. Umeandika nini huko? Sogea huko. Sasa mtoto huyu unakuja kuona mazingira yake ya nyumbani ni magumu. Akirudi shuleni anakuta na mazingira sahihi, akirudi nyumbani ni shida. Lakini pia saizi wazazi wengi wako busy kutafuta fedha. Anakuambia namwandalia mwanangu kesho nzuri, awe tajiri, awe na kwenye akaunti sija hela.
Sasa hizi hela unazoziandaa, huyu naye muandalia, anajua hela zinavyopatikana. Anajua unawekeza nini. Kwa sababu namna pekee ya kumsaidia mtoto ni kumfundisha, wewe umekuaje hivyo? Kwa hiyo mali hizo mpataje? Atumfundishi. Ndio maana huwa sishauri mtoto kimwambia nimekuwekea milioni 5 ataacha kusoma. Okay. Mwanangu, gari yako umemvuruga, somi huyo shule. Kwa sababu anajua nina gari, nina kitu fulani, hata sio vya kumwambia. Unajua nimemwekea ndio, lakini sio vitu vya kumwambia. Unaviandaa tu, lakini wewe unachokifanya, unampeleka kazini anaona, okay, kazi iko ofisini kwa hivyo. Okay. Wow, anaongeje na watu anaongeje. Unafanya vile, unamsaidia huyo mtoto. Hata kama mzazi asipokuwepo duniani, mtoto atafanya vile aliyofanya mzazi wake. Kwa mzazi ana kazi ya kumpitisha mtoto kwenye kusudi la Mungu, ila sio kusudi lake. Maana katika kumfanyia kama na urithi fulani, amfundishe mtoto alipataje, njia zikoje, afanye kitu gani, aboreshe nini, aongeze kitu gani, au apunguze kitu gani ambacho mtoto kitamfanya awe salama kuliko kuchanganyikiwa na maisha. Lakini hata kama amuonesha hata mfumo, kwa sababu mzazi, mtoto anajifunza, kama mtoto wa kiume anajifunza upendo kwa baba yake, sio kwa mama. Okay. Mtazamaji wa Hello Age, hivi ndivyo tunavyoendelea na kutambua kusudi la Mungu kwa mtoto. Lakini mwalimu ameweka bayana kabisa ya kwamba wazazi pia tunatakiwa kusaidia walimu katika kuhakikisha kusudi la Mungu kwa mtoto huyu linakaa vizuri. Kwa sasa tuende kwa mapumziko, tutarejea tena. Tunaendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo kwa habari ya kutambua kusudi la Mungu kwa mtoto na ni namna gani tunalilinda na kulitunza kusudi hili kwa nafasi yako. Uwe ni mwalimu shuleni, uwe ni mzazi, uwe ni mlezi au mwanajamii, wewe ambaye unamzunguka mtoto. Inawezekana sio mzazi au mlezi, lakini ni wewe unamzunguka mtoto. Yaani mtoto yuko na wewe kwenye mazingira yake. Wewe pia unaweza kuwa msaada sana katika kuhakikisha tunalitambua kusudi la Mungu kwa mtoto. Na mimi ningependa tuwasiliane kwa simu nambari 0689090661. Nambari hii iko kwenye runinga yako chini hapo. Unaweza kututumia ujumbe mfupi, wewe ni kwa kiwango gani unashiriki katika kuhakikisha kusudi la Mungu kwa mtoto huyu linakaa vema. Lakini je, ni mambo gani ambayo unafikiri kwamba yanabomoa mmomonyoko mzima wa maadili kwa mtoto kwenye njia yake? Ni vitu gani ambavyo vinaweza kuwa vinachangia mtoto kutoweza kusimama vizuri? Nambari ya simu, tuma ujumbe wako mfupi na mimi nitausoma hapa mbashara. 0689090661. Mwalimu, ni kwa kiwango gani sasa nyakati hizi ambazo tunaishi ni nyakati ambazo teknolojia yetu imekuwa ni kubwa sana na tunaifurahia. Teknolojia ni kitu ambacho kinarahisisha mambo mengi, lakini je, kuna namna ambayo teknolojia hii inamsaidia mtoto katika kumkuza katika njia impasayo, kama ambavyo ulituanzia na andiko kwamba tunapaswa kumlea mtoto katika njia impasayo? Teknolojia hii inatusaidia au kuna namna pia inafanya tufeli kwenye zoezi hili? Teknolojia ni nzuri kumsaidia mtoto, lakini sio tegemezi. Kwa sababu teknolojia ni sawa tu na kisu yani. Kisu ni kizuri kikiwa kinatumika kwenye vitu vizuri, kwamba unakatia kitu mboga na nini, unakatia vitunguu, ni sawa kabisa. Lakini hiki kisu kikitumika tofauti kinaweza kaondoa uhai wa mtu. Okay. Kwa inabidi mtu ajue kabisa teknolojia ni nzuri kwa mtoto, hata mtoto ni nzuri, lakini iwe na kiwango fulani. Kwa sababu mtoto huyo hajazaliwa kwenye teknolojia, amezaliwa kwa kusudi la Mungu. Kwa mzazi asiseme kwamba sasa mwanangu kwa sababu nina tablet hapa na nini ashinde navyo. Leo kuna wazazi ambao watoto wako full games. Anakwambia mimi kuna wazazi ambao nafanya nao ushauri. Anakwambia watoto wake ni kwamba wanaangalia, wanacheza game kuanzia asubuhi mpaka usiku. Na sio usiku, yani wanategea mama amelala, wanaamka, wanakucheza game tena. Hasa mazingira haya mtoto atamizaje kusudi? Kwa sababu ameshatengenezewa mfumo kwamba maisha ili uweze kuwa na furaha ni mpaka kucheza game. Okay. Yaani ukiona mtoto wako anakuwa na furaha ukimpa simu, umemtengeneza katika mfumo mbaya. Yaani mtu anajua kabisa simu ipo, kaa ipo, TV imewashwa, haijawashwa, nina furaha.
Na hii furaha umeshamtengenezea kujua uwezo wake, amejua uwezo wake, mimi naweza kufanya kitu fulani, naweza kufanya kitu. Hasa ukimpelekea kifanye, hii ndio furaha yake yenyewe original iliyoko ndani yake, ambayo Mungu amempa kufanya, na atakuwa na furaha sana kwenye maisha yake. Na sasa hivi imeibuka kuna tatizo la afya ya akili. Yaani tatizo la afya ya akili imeanza kwa watoto sasa. Okay. Na inatengenezwa na mzazi, hata walimu pia. Kwa sababu ukizungumzia afya ya akili inasababishwa na sababu hizi mbili. Kudekezwa na kunyanyaswa. Okay. Ilifafanua hili. Endapo mzazi atamdekeza sana mtoto, mtoto ataingia kwenye tatizo la afya ya akili. Na kudekezwa ni kumpa kila kitu anachotaka. Kwa sababu mtoto anatamani, akiona kitu anatamani akipate. Hasa kama wewe mzazi unampa kila kitu anachokitaka, unaweza utamuua huyu mtoto. Ataingia kwenye shida tena, kwa sababu mtoto ambaye amedekezwa sana ni rahisi kuumizwa. Kwa sababu ataenda shuleni, ategemea walimu tumchukulie hivyo hivyo. Soma, fanya. Hasa nakutana huku sio soma tena. Kaa darasani inamuumiza. Kwa nini unafanywa hivi? Anaona kabisa sio haki kwake kufanywa hivi. Lakini sio kweli. Lazima ajue kabisa kuna watu ambao wako juu yake, na hiyo yote anatengeneza mzazi kutii. Je, anamtii? Je, mama anamtii vipi mume wake? Kwa sababu mtoto anajifunza, mtoto akiwa anajua kumbe napaswa kutii. Utii uko hivi. Huyu mtoto hata kienda shuleni, akimuona tu mwalimu akiwa atamtii. Mama anamtii baba, kumbe mimi napaswa kumtii mwalimu namna hii. Sasa akiona mama anagombana na baba, sasa hizi vurugu nyingine tena, maana yake kiji shule anasema hata wasinisumbue. Ndio maana kadri mtoto anapozidi kukua, kama familia yake iko vizuri, anazidi kuharibika. Mwisho wa siku tampiga fimbo na kuwa sugu. Lakini pia mtoto akinyanyaswa, hapewi mahitaji yake ya msingi. Unajua kuna mahitaji na matakwa. Okay. Yaani kuna yale ambayo anayahitaji mtoto kuyapata na yale ambayo atataka. Yale anayotaka achana nayo. Haya anayoyahitaji ya msingi yapate. Asipopewa kusikilizwa, asikilizwe. Mtoto una muda naye, umuongeleshe, ujue anaendeleaje. Mtoto anaingia kwenye shida, anagundua mimi sipendwi. Okay. Anayempenda ni house girl peke yake. Mwisho wa siku kinachokuja kutokea ni kwamba mtoto anahamisha upendo kutoka kwa mzazi kwenda kwa house girl. Kwa house girl atakuwa anajua kila kitu kinachoendelea kwa mtoto. Ndio maana kuna wazazi sasa hivi wengine hawajui hata mtoto anaumwa, anaendeleaje, hajui. Mtoto anaishi kwenye mazingira, anajua mimi sipendwi. Kwa huyu mtoto akinyanyaswa zaidi, anakuwa ni mnyanyasaji pia na yeye vile vile. Anataka yale maumivu yapate na watu wengine. Na ndio maana tunao wanafunzi wako shuleni. Yeye kazi yake ni kuumiza wengine tu. Okay. Akipata nafasi anamuumiza. Wewe unashangaa mtoto anagombana nini? Kuna kitu kiko ndani, mimi sipendwi. Yaani ukifanyia mtu kitu fulani, mimi sipendwi. Okay. Ukimpiga, mimi sipendwi, sawa. Mtoto anaongea kabisa, sawa, mimi sipendwi, shuleni hapa sipendwi. Kumbe imetoka wapi? Nyumbani. Kwa mzazi anapaswa kulinda hiyo afya akili ya mtoto iwe sawa, asimpe kila anachokihitaji. Okay. Naona kile kitu anachokihitaji, so yani vile vitu anavyovitaka vyote achana navyo. Anavihitaji vitampeleka wapi? Vitamsaidiaje? Na mzazi ajue kabisa mwanangu anafanya kitu hiki kwa wakati huu, anafanya kitu hiki kwa wakati. Itamsaidia mtoto ajue kabisa kumbe kuna wakati inabidi nipumzike. Kuna wakati sasa hiyo watoto wanaenda kupumzika ana tablet. Anaenda kulala ana tablet. Sasa hiyo mtoto atakuwa anakula tu hayo makatuni kila siku na mambo hamna kinachoendelea cha msingi. Okay. Mwalimu, kuna mwalimu anayekusikiliza saa hizi na anagundua kwamba kumbe darasani kwangu nina mtoto ana tatizo la afya ya akili, labda kutokana na unyanyasaji kwa kadiri wewe ulivyoelezea hivi. Anawezaje kumsaidia mtoto huyo? Jambo la kwanza ni kumsikiliza. Apate muda na mtoto. Amuite, amsikilize, aulize shida ni nini. Okay. Kuja nyumbani kukoje, na ndio maana mmoja ya watu ambao wana siri nyingi za watoto ni walimu. Asasa walio karibu na mtoto. Aulize shida yako nini mtoto, kwa nini iko hivi? Na akipata hiyo taarifa asisambaze, kwa sababu watoto pia wanapenda mambo anayoyasema yasijulikane na watu wengine. Sasa unashangaa mtoto tatizo lake darasa zima, mtoto yani mwalimu anafanyia mfano kabisa. Yaani usimuone analala hapa. Yaani nyumbani kwake wazazi wake ni wajinga sana. Yaani wajinga, wazazi wake ni wapumbavu, wanalewa. Mtoto anakuwa jamani, sasa mimi kwa mada. Watoto wengine wanacheka. Unaona? Kwa wale walimu wanapewa siri na watoto wajitahidi, kwa sababu mtoto akikuamini maana yake ameona kuna usalama hapo. Sasa wengine wanatumia advantage mbaya hiyo.
Kuna mtu kuna usalama anaongea analawiti watoto. Yaani unaona sasa jinsi ilivyo. Yaani kama walimu na walezi hawatajua kusudi la Mungu ndani mwao, wataingia kwenye matatizo ya hivi wanalimu na watoto pia. Hata jamii iliyoko around. Leo ya usalama mtoto kutembea kutoka hata kutembea risali moja tunaogopa. Unajua kwa nini? Kwa sababu gani? Unajua mazingira sio salama. Na ndio maana hivi magari shule hizi zenye magari haya hizi school van wanapenda zaidi, wanajua kama mtu atafika kwa usalama. Lakini huo usalama peke yake hautoshi, inabidi pia awe na usalama pia wa kifikra, au na usalama wa kiafya, au na usalama wa kiroho, au na usalama wa kusudi lake. Kwa sio usalama tu wa nje. Kwa hata jamii pia inapaswa kuelewa ni kwamba wajue kusudi lao ndani kwanza. Ndio maana moja jambo ambalo napigana nao vijana wengi, ili wasiingie kwenye bangi, ili wasiingie kwenye madawa kulevya, wasiingie kwenye depression, wasiingie kwenye yaani kuna watu wanaingia kwenye mambo ya ajabu sana. Mwingine anajiua, asiingie kujiua. Ni jambo la kumsaidia ajue yeye kwa nini yupo duniani. Kitu gani ambacho Mungu ameumba kukifanya. Akijua hicho, anakuambia wow, kuna watu wengine wametoka kwenye depression nzito, karibia kufa kabisa. Anakuambia mwalimu amenishauri, sasa kidogo naanza kuishi sasa. Pombe pembeni, kuja nianze maisha, kumbe nitakiwa nimsamehe yule aliyenikosea. Sawa, namsamehe, okay. Anaendelea, anapona, mwili wake anakuwa bora. Okay. Na je, kuna namna ya kuweza kumsaidia mtoto ambaye yuko katika level, kwa mfano mtoto wa shule ya msingi au huyu mtu wa shule ya msingi sasa alichelewa kusaidiwa na amefika mpaka sekondari, kuna tofauti namna ya kuweza kuwasaidia hawa watoto? Tofauti kabisa. Mtoto akiwa na miaka 4 hadi 13 ana mfumo wake wa kulea, na hapo ndipo mzazi anapaswa kujua huu ndo wakati wa kuwekeza kwa mtoto. Akiwa na miaka 4 hapa ndo mtoto anakuwa na kumbukumbu. Hata ukimwambia kitu atakumbuka kirahisi. Hata ukimwambia namba yangu ya simu mwanangu shika 07 sina ngapi atakariri kwa urahisi. Kwa ni muda ambao mtoto anapokea vitu. Kwa atakuuliza vitu vingine, mimi mama eti mtu akikutukana unafanyaje? Ndio sehemu ambayo anajengwa. Unamjenga mtoto. Akivuka hiyo miaka anaanza kuchagua yupi wa kumsikiliza. Maana sio mzazi tena. Yeye anajichagulia yupi amsikilize. Hata utabange akiona ni mzuri atamsikiliza. Kwa hiyo namna kudili na huyu mtu, tunadili naye kama mtu mzima sasa. Sio mtoto. Na kutaanza kumuelezea madhara. Mwanangu, ukishiriki hivi vitu utapata madhara haya. Unamuelezea uzuri wa hatima yake ulivyo. Nimekaa na watu wa sekondari form 3 form 4 wako tayari teenage yao. Namna kudili nao ni tofauti. Namweka mezani na umkomandi, kwa sababu huu sio wakati wa hata kusikiliza. Ukimweka command anakusikiza pale, ukimjengea urafiki fulani, afa kujua okay, mwalimu kumbe huyu sio mbaya kwa upande wangu. Ukimsikiliza unamshauri kwa level aliyopo, kumuelezea madhara yale. Je, akiingia sasa hivi kwenye washelate, akiingia kwenye ngono, madhara yake ni yapi? Kwa sababu atakwambia, mwingine anauliza, kwani mwalimu wewe hujui raha yake? Usikasirike. Yaani moja ya jambo washauri watu shtuki. Hata kama mtu akisema jambo kubwa, nimeua, unasema okay, umeua. Okay. Unaendelea na vitu vingine. Kwa hiyo mwanangu, raha yake ipo kabisa, yani kabisa nikuhakikishie. Kwa sababu kafanya. Kwa namna gani umshauri atoke, maana yake anajua tayari. Kuna mshauri unamwambia madhara yake sasa. Ukipata mimba kwa umri ulionao, utapata complications za kuzaa, utakufa wewe. Unamletea research. Unaona sasa shida. Unaona mama huyu mtoto alikufa na miaka ngapi? Fulani. Kama yako hapo sio? Wakati alikuwa nini? Kujifungua. Okay. Sasa nikitoaje? Nina dawa. Okay. Ana dawa za kutolea mimba. Okay. Unamuonesha madhara ya dawa. Utafunga kizazi, utapata makemikali, kansa ya uzazi. Mwalimu, yote haya nitapata. Naacha. Mwalimu, kumbe ndio iko hivi. Ndio watu nazidi nao hao watu wazima. Huyu mtoto ukimwambia kansa atajui kansa ni nini. Unamwekea vitu, unamkataza. Hiki usifanye. Nifanyaje? Fanya hiki. Unamsimamia afanye kile kitu. Kwa sababu anaweza akakiacha. Kuna mwanangu nikwambiaje? Mama kwa sawa ni sawa. Anafanya. Ndio wakati unamjengea misingi. Huyu atumwambii madhara. Utamtisha makansa, utamtisha manini, haelewi au makansa. Muelezee madhara kwa urefu yake, kwamba mwanangu hapo utaingia, utaumwa mwanangu, yale ya madhara ambayo yeye anaweza kayaenda. Ukimtajia makubwa utamchanganya. Kwa muelezee kwa level alionayo, kumjenga. Mwanangu pia iko hivi. Una mtu fulani alikufa. Unaona mtu fulani mami sitaki kufa. Unafanya usifanye hivi mwanangu. Au mtishie, unamjenga kirafiki.
Okay, kuna mtazamaji hapa ametuma message anasema, mwalimu, nimekuelewa sana. Ni ipi namna bora ya kumsaidia mtoto aliyeharibika na matatizo ya familia ili kuweza kufanya vizuri shuleni? Namna pekee ya kumsaidia, kwa sababu nyumbani hako salama. Walimu, hapa natoa wito kwa walimu. Wajitahidi kumsaidia huyu mtoto akitoka nyumbani awe salama. Okay. Kukaa naye, kumfundisha kwa upendo. Kuna wazazi, watu wengine wamenyima mahitaji yao muhimu. Utamwambia ajala. Mtu mwingine ameamka darasani ndii, anakuja kufuatilia ajala. Okay. Unamchukua, unampeleka, anaenda kula. Tunaingia kwenye gharama zingine sio kwa sababu tunapenda tu, ni kwa sababu tunagundua mazingira nyumbani sio sawa. Sasa nyingine tutaweza kuwaita wazazi. Pia walimu waita wazazi, kwa sababu wewe unasikilizwa, si mtoto wake yule. Ndio kuna wale wanamwambia mimi yule sio, achana naye, mimi siji. Hapana. Muite, Haji, mtupigie simu, ongea naye. Itamsaidia yeye kujua kabisa kwamba hata kama sijafanya kwa nafasi yangu, ila kulingana mtoto wangu alivyo. Ngoja nibadilike. Ngoja tufanye kitu fulani. Leo hii kwa mfano kuna wazazi ambao wameachana. Kila mmoja anakuja kumchukua mtoto shuleni. Sasa tuambiane, huyu mtoto ana mazingira gani? Tindi baba na mama hao. Leo namchukua mimi nimesema. Namchukua. Unaanza sawa, nisipokaa nao watamvuruga mtoto huyu. Okay, unakaa na wazazi. Mama, samahani. Okay, unaweza kumwachia hata mtoto kusema mwanangu, kamjaza, kumfundisha upendo wa baba ulivyo. Akamwambia nenda kwa baba. Kamruhusu. Kwa ajili ya kumsaidia mwanao. Wewe njoo muda ambao hajatoka. Tutakuruhusu muda break, kaa naye, ongea naye, mjenge, ajue mama upo pia. Lakini muda kutoka mwache, msigombane. Kionyesha vile ataanza kumchukia mtu mmoja na sio sawa. Kwa sababu kama ni mwanaume, akimchukia mwanaume mwenzake ni shughuli nyingine. Atakuwa anapenda kuwa kama mwanamke. Hizo zinaanzia hapo. Kama mzazi atamwambia babako ni yuko hivi, ni mwanaume, baba ni mwanaume. Sisi ni wakatili, basi ngoja niwe kama mama. Ukoona kwa weka tatizo lingine. Kwa mzazi ajue kubalance. Kinachomfanya mtoto awe kiongozi ni baba, sio mama. Wewe unamtengenezea mtoto mazingira ya kuhusiana na watu wengine, ila baba anamtengenezea namna ya kuchagua. Okay. Kwa mzazi ajue kabisa baba nafasi yake ni kumsaidia mwanae kuchagua marafiki sahihi. Baba anaga ya kuongeza hisia. Mwanangu huyu rafiki sio sawa. Ila mama atakwambia namna gani ya kuhusiana na watu kwa upendo, kwa ukarimu, kwa ajue kubalance. Kwa wazazi hata kama wameachana, mimi nashauri kwamba kila mmoja awe anamwambia mazuri ya mwenzake. Hapa uko vizuri. Mama, wewe kwani hamko pamoja? Samahani mama, kama labda wanaendelea kuyajenga. Pia nitakaa nao vipi, bado hamjajenga bado. Kuna kitu fulani kijakamilika moja, okay. Lakini tengenezeni upendo kwa pamoja. Kumsaidia mtoto awe salama. Okay, kuna mtazamaji mwingine anasema, nina mdogo wangu alisimamishwa mwezi wa kwanza shule. Lakini alivyofika nyumbani familia nzima walimsema vibaya na kumuona si lolote. Toka kipindi hicho mwanafunzi alikuwa form 2 mpaka mwaka jana anamaliza form 4, matokeo yake ni mabaya sana shuleni. Nawezaje kumsaidia ili mtihani wake wa kidato cha 4 afanye? Okay, imeendelea hapa. Ndiko form 2 mwaka jana anamaliza, matokeo yake okay. Nawezaje kumsaidia ili mtihani wa kidato cha 4 afanye vizuri? Nawezaje kumsaidia mtoto huyo? Sasa huyu mtoto tayari ametengenezewa kama mfumo fulani ambao unamtesa. Sasa iko hivi, wazazi wajue watofautishe mtoto na mazingira sio ya kielimu na matatizo anayokumbana nayo. Sasa nyingine ni nyie mmechangia. Okay. Mmechangia mtoto usinge kapata ujauzito, ukafanya kitu gani? Sasa wewe usianze kumsema, kwa sababu kumsema mtoto sio suluhu. Okay. Tunakaa naye kwa upendo, kwa sababu kumbuka ni mwanao na ana hatima bado. Ana hatima na ana safari ndefu ya maisha yake. Kwa namna pekee ukaa, wazazi wajue tu kabisa makosa ya mtoto asikuchanganye. Na kwa nini uanze kumlalamikia mtoto wakati wewe hujafanya kazi yako? Kwa sababu wazazi unaona kama tumekamilika sana, ni sisi ndo tumelea vizuri. Lazima pia uangalie mimi kama mzazi nimechangia nini hapa mwanangu. Okay. Mkaeni vizuri afu angalia, baada ya hapo wekeni kwa pamoja, mwanetu amefanya kitu fulani, tuingie kumtia moyo. Tumeshakosea. Mkirudi kwa pamoja wazazi wakajua tumekosea wapi. Wakijua kosa lao, wajue kumtia moyo mtoto. Mwanetu
tusamee, kwa sababu kwa level aliyofika huyo mtoto ni mpaka uombe msamaha, ajue kuna amani tena nyumbani na apokee baraka kwa upya. Mwanetu, tunakuruhusu uwe na amani, ufanikiwe vizuri, uende vizuri, ufanye vizuri mtihani. Maneno ya wazazi yana nguvu, sikwambie mtu. Yes, maneno ya mzazi ajue kabisa akiongea kauli nzuri kwa mtoto wake. Hata kama mtoto alikuwa mweu, kwa nini atakuwa anamwambia mama kaniombea vizuri. Ona ukifanya nenda shuleni, kafanye 1 2 3. Usiache kuendelea kufanya hivyo. Kwa sababu unaweza kufanya hivi vizuri kwa mzazi, au na walimu wewe. Unaona mzazi mko vizuri, kamlea mtoto wake vizuri, au na mwalimu mzinzi. Alafu namlalamikia mtoto tena. Mazingira aliyokutana nao ni magumu. Hasa mzazi kama makini kukaa na mtoto, kunotice hapa. Naona kama tofauti. Kaa naye. Na ndio maana nakwambia hii miaka 4 hadi 13 tunafundisha mtoto ahusianaje na watu. Mipaka yake ikoje. Mtoto atajua huyu mwalimu huyu alengo baya. Atajua haya mapema kwenye msingi. Na ndio maana mimi nafundisha watoto wangu kwamba I say kuna watu wengine wapungeni mkono, usiwaguse mkono. Wasalimie hivi. Shikamoo mbele. Mwalimu kweli kuna wale majirani wasalimie kwa mkono. Alafu walimu piga magoti. Okay. Yaani hivyo, hiyo ndio ni kanuni. Anajua ukikio shuleni anasalimia anapiga magoti, anarudi nyumbani anapiga magoti vile vile. Hii inamtengenezea mipaka. Na namfundisha. Sasa hapa namna pekee ukienda shuleni, mwalimu kimuona anaongea kitu chochote kinachopingana na wewe, usifanye. Sasa simfundishi mtoto mgomo, namfundisha mipaka. Okay. Na ndio maana migomo mingine ya wanafunzi, mimi mtoto wa kigoma huwa naangalia kosa la nani? Sipigwi. Unagoma kupigwa? Unakufuatia kosa mwana kijinga, kumbe kafundishwa na mzazi wake. Makosa ya hivi ya kijinga, asikupige mtu. Nani kwa unashangaa mwalimu kakosa kadogo? Mbona umechelewa shuleni? Pa, kofi pa. Unarusha kofi umedaa kwa mkono, tulia. Tulia tu mwalimu. Afu ukifikiria kwamba je, mtoto wako ungefanya hivyo? Okay, asante sana. Kumbe wazazi tunayo nafasi kubwa sana ya kuweza kuimplement vitu sahihi kwa watoto wetu. Jengea msingi, mwalimu anaendeleza ulipoishia. Mwalimu, mimi nimesoma binafsi nimesoma siku za nyuma kidogo. Ndio. Ambapo naona kuna tofauti mkubwa na watoto wa leo. Hayakuwa masomo mengi. Ukiangalia begi langu la shule hata linabebeka. Lakini leo hii tunashuhudia watoto wakiwa anakwenda shuleni, yani begi alilobeba ni mzigo hadi anatembea ameinama namna hii. Je, ni namna bora ambayo umeona labda mtoto mkimpa vitu vingi sana ndo anakuwa mzuri zaidi, au tofauti na ilivyokuwa huko nyuma? Kiwalisia watengeze tu mfumo mzuri. Hiyo ya kubeba mimi hiyo siruhusu hiyo. Tunatengeneza una shelf nzuri, anaacha daftari ambazo hazina msingi. Okay, ana homework 4, daftari 4 tu anaondoka nazo. Hizo homework haya akafanye, labda anataka na zile zingine, ndio maana namwambia okay, kama kitu ndao ukisoma soma shuleni vizuri, una homework zako 4, na ndio maana homework maximum tumeweka 4. Okay. Kumsaidia pia anapobeba arudi nazo. Mfumo mzuri sana huu. Lakini sasa hivi shuleni mambo yamekuwa ni mengi. Mfumo kali mtaala unaobadilisha, serikali inabadilisha mitaala mbalimbali, wameongeza vitu vingi sana vya kusoma. Hasa mwalimu lazima ajue. Vile katika vingi kuna vingine sio vya kufundisha kwa kuandika. Okay. Kuna vya kufundisha vya kumjenga mtoto kiakili. Okay. Wewe unashangaa mtihani. Mtoto kasoma mambo mengi, alafu vinakuja kutoka vichache. Shida huyu mwalimu hajaelewa. Na ndio maana nashauri walimu wawe na viongozi vya walimu kwamba ni somo nifundishaje nini, sio nifundishe kila kitabu. Kile ni kitabu cha mwanafunzi. Unaandika kitabu cha mwanafunzi, sio cha mwalimu. Okay. Haya ni maelezo ya kumjenga mwanafunzi. Kitabu cha wewe mwalimu kinakupa mwongozo, ufundishe vitu vingapi. Mimi nafundisha vitu vichache na walimu na wanafunzi wanafaulu. Najua hivi. Hapana, hapana. Nitafundisha kwa kupiga story au naenda kufanya practical. Okay. Hatua ya kwanza, hatua ya pili. Mwanafunzi mwalimu anamwandikisha hatua 15. Hawatoi. Kwa sababu yeye ni jambo labda sana na michezo. Kuna hatua 15 unamfundisha yote akariri yote hatua 15. Zile ni hatua za wewe mwalimu kumsaidia afanye mtoto. Akifanya taulizwa maswali, je, kwenye hatua fulani alifanya nini? Sasa kama hajafanya unamwandikia notes nini kilichofanyika? Hamna cha maana. Kwa mwalimu lazima ajue kucheza, kujua kwamba vitu vingine vitumie picha,
mwanafunzi ataelewa tu, ili asiboreke katika kitu kile kile ambacho amekuwa akifanya. Mtoto manoti amejaa hivi, ndio nini sasa? So sawa kabisa. Mtoto amtengenezee mwalimu. Ndio maana wewe mwalimu ndio maana na akili kujua okay, hivi vitu hii mada nifundishe 1 2 3 4, mtengeneze mtoto katika hiyo katika mfumo mzuri, mtoto atakuwa anaelewa anataka kusoma kitu gani. Ndio maana mimi vipindi vyangu viboi. Okay. Vipindi viboi yani. Hongera sana. Mwalimu, tukiwa tunaelekea mwisho kabisa, zikiwa zimesalia dakika chache kabisa kipindi chetu kuweza kuhitimika kwa siku ya leo. Pengine ungetamani kumwambia nini mzazi, mlezi, mwalimu au mwanajamii ambaye katika jamii yake kuna mtoto mdogo? Karibu. Jambo la msingi ambalo nataka niongee na wazazi, walimu, walezi na jamii nzima ni kwamba jambo la msingi tujue hata sisi wazazi, walezi na jamii tumekumbwa kwa kusudi la Mungu. Tuna kusudi ndani mwetu ambao tuko nalo. Sasa kama kusudi la Mungu usipolijua, mtoto wako atajuaje kusudi la Mungu ndani yake? Kwa jambo la msingi, wewe kama mzazi, jua kwa nini uliumbwa duniani? Kwa nini Mungu alilazimisha uwepo duniani? Ni jambo la msingi sana kujua kwamba nimeletwa duniani kwa kusudi la Mungu ambalo liko ndani mwangu. Na namna pekee ya kujua kusudi la Mungu, angalia, je, una shauku ya mambo gani ya kufanya? Mambo gani unayapenda? Mambo gani ambayo unayaweza? Je, ni mambo gani ambayo ukiyafanya yanakupa furaha hata kama hujalipwa? Hiyo ni kwako wewe kama mzazi, mlezi na mwalimu. Haya mambo yatakupa furaha na utakuwa na furaha kulea watu wengine. Lakini pia jua kabisa mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Sasa mtoto wa mwenzio huwezi kumfanyia vibaya. Ndio mwalimu wewe wa watoto wako, hata kama ndio hujui kusudi la Mungu. Watoto wako unaweza kutembea nao. Watoto wako unaweza kulala nao. Watoto wako unaweza kuwalawiti. Watoto wako unaweza kuwapiga vibaya. Hapana. Kama huwezi kuwafanyia watoto wako hivyo, hebu usiwafanyie watu wengine hivyo. Wafanyie wenzako kile kitu ambacho napenda wewe kufanyiwa. Kama wewe upendi kufanyiwa, usifanye kwa watu wengine. Asante. Kile ambacho wewe hupendi kufanyiwa usimfanyie mtoto, lakini namna njema ya kumlea mtoto ni kutoka kwenye ule mstari wa kwanza kabisa ambao mwalimu ameanza nao, ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, sio ikupasayo wewe mlezi, impasayo ye. Mungu atusaidie hapa wazazi kuwa na mahusiano binafsi na Mungu ili tuweze kuwaelekeza pia watoto wetu njia inayowapasa wao. Huu ni ujumbe kwa mlezi, kwa mzazi, kwa ndugu, jamaa na marafiki, wanajamii pamoja na walimu. Mimi nikushukuru sana Mwalimu Baraka kwa kuwa pamoja na sisi siku ya leo. Lakini yamkini kuna mtoto wa sekondari anakusikiliza saa hizi na ana jambo ambalo angetamani kuongea na wewe. Au labda kuna mzazi, mwalimu au mlezi amekusikiliza, lakini ana jambo ambalo asingependa kutuma ujumbe hapa tukasoma watoto wakasikia. Labda ana jambo ambalo angetamani kusikia hekima ya Mungu inasemaje juu ya jambo hilo. Ninaomba tafadhali utoe mawasiliano yako ili waweze kuwasiliana na wewe moja kwa moja. Namba yangu ya simu ya Voda ni 07 622 619 97. Hiyo ni namba ya Voda. Kama nataka namba ya Airtel ni 07 83 83 40 29 77. Je, kuna utaratibu labda wa mwisho wa kukutafuta ni muda gani kwa siku? Kwa sababu mimi niko kwa ajili ya jamii. Anaweza kapiga hadi saa 6. Yes, nipo. Sawa. Mtazamaji wa Hello, hivi ndivyo tunavyomaliza. Na nikukumbushe nambari za simu za Mwalimu Baraka ambaye tulikuwa naye siku ya leo. Yeye ni mwalimu kwa career, lakini ana vitu vingi ambavyo anavifanya kwenye maisha huko sasa kwa ajili ya kuhakikisha tu jamii inakuwa salama. Nambari yake ya simu ni 0762 26 1997. Tuma ujumbe mfupi. Umepiga hajapokea kwa haraka, basi lakini yuko kwenye kipindi darasani, tuma message, yeye akiisoma atarudi kwako, kwa sababu yeye anajipambanua na kusema yeye ni zaidi ya mwalimu. Ni mwalimu lakini yuko tayari kwa ajili ya kuhakikisha jamii inakuwa salama, kuweza kuisaidia kwa namna moja au nyingine. Mimi nikushukuru sana, lakini shukrani zangu za pekee pia
ziwaendee watu wote waliofanikisha kipindi hiki kuwa hewani siku ya leo. Asante sana director Sekela Moses. Nimshukuru sana Anthony Busanya ambaye nimekuwa naye toka asubuhi leo kwa habari ya sauti, lakini ninakushukuru sana producer wangu Daniel. Ninawashukuru sana watangazaji wenzangu ambao nilikuwa nao siku ya leo, Juliet Sawatele pamoja na Ernesto Eliud ambaye tulikuwa naye katika kuandaa na kuhakikisha habari za leo zinakufikia wewe mubashara kabisa. Ninamshukuru sana leo bosi wangu amekuwa pamoja na sisi hapa, production manager. Asante sana, Mungu akubariki sana. Mimi ninakuaga kama hivi hii leo, sina la ziada. Tuonane kesho muda na wakati kama wa leo.